nakupa kwa heri kipenzi. Kisikia abo basi hapo unujue unaweza kunengua bro. Unaambia kwamba yani ni wawili yani. Nzuri ya hizo ngoma yani huwa ni wawili. Naambia Penzi sikilizaji, kama vile ambavyo ilikuwa tumeweza kukuarifu kwamba mgeni wetu tuko naye studioni, tumekuwa na first session kidogo pale introduction ya jina lake kamili, na ameweza kutuambia kwamba yeye ni mwana biashara. Lakini awamu hii nataka nichukue fursa hii kuweza kumkaribisha tena kwa awamu ya pili, ambapo tunaenda kabisa mpaka mwendo wa saa 4. Hapa ni burudani, ufahamu na kuweza kuelimishana mambo mengi hapa na kule. Ama namna gani? Fiti tu. Weather umesema inakuwa Napoli. Weather ni Kanapol. Alafu ukisikiliza huo muziki wa bango vile unavyoteremka yani na mgeni wetu ambaye tuko naye ndani ya nyumba. Amesema tazegeda. Mashallah. Amesema tazegeda. Umemwona kameramani vile ameshtuka? Kameramani ameweza kushtuka. Anyway, dakika ni 19 zimeweza kukatika tangu mwendo wa saa 3. Naona 20 pia ishafika tangu mwendo wa saa 3 pale majira yetu ni Afrika Mashariki. Ikiwa basi ni tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2025. Studioni ni Rajabu Waziri. Nami kama kawaida ajulikana kama Harrison Kazungu, kipenda kijana mtachati asiyependa ungomvi na mtu jicho mama. Nataka uchangamke. Nimesema kwamba maajabu ya mtandao na kuona mtu physical nimegundua rasmi ya kwamba hizi vitu huwa ni tofauti. Lakini wanasema ground vitu ni different. Elewa? So Tekla, tunarudi toka kwako tena na nataka kidogo ama hii ngoma ni kuregesha uzegede. Uko sawa si ndio? Utuweka baridi kidogo. Utuweka baridi. Uko sawa? So upande wa wewe kwamba ni mwana biashara. Biashara gani? Labda tuanzie hapo kisha baadaye tusonge kabisa paka kwa usikilizaji wako na mapenzi yako ya dayo. Naam. Mimi ni mwana biashara wa nguo. I mean boutique. Wewe ni mtu wa kungarisha watu. Ukiingia pale kwa boutique unapata mavazi mazuri. Kabisa. Unasikiaje kama unaona watu wameparara huko nje nguo zao na wewe unauza nguo mpya na watu wanunua? Nasikia vibaya. Nasikia vibaya. Sisemi kitu. Lakini naona tayari pale upande wa pili watu wameanza kuchangamka. Na unabezi wapi hasa biashara zako? Uko maeneo gani na unajihusishaje? Kitu kama hicho. Yaani biashara yako unabezi sana upande county gani? Mombasa County. Uko Mombasa? That's very great. Tutakuwa tunafuatiliziana off the record tujue na sisi kama tutangara ni namna gani tutakuwa tunajihusisha ama vipi? Yeah man. Tekla kadogo. Wengi sana wameweza kukusikia na kusema kwamba unatoka Mombasa County. Lakini tunavyojua kwamba ama tunavyofahamu ni kwamba kila mmoja yuko na ile mizizi kule anakotoka. Kama pengine ni Chonyi, ni Duruma, ni wapi? Huyo anakaa Mduruma. Mimi ni mzaliwa wa Kilifi County, County Kaloleni, Mwanamwinga Ward. Mwanamwinga Ward. Ward ya Mwanamwinga. Mwanamwinga. Nasema kwamba iko Kaloleni Kaloleni huko. Bamba. Kuna Kaloleni na kuna Bamba. Kuna Kaloleni. Bamba ni wadi ama ni eneo bunge? Kuna eneo bunge la Bamba, la Bamba kama nitakuwa sijakosea. Na pia kuna wadi ya Bamba. Okay. Kuna Bamba, kuna Ganze. Nitanipeleka huko siku moja. Kuna Mwanamwinga Ward. Harusi yako ni lini bro tuende huko? Sasa. Huko na kuenda nako ni wapi? Huko na kuenda. Sasa nitaenda lini huko? Unajua kuna vitu nimemiss sana huko pande huo. Sasa una miss kitu ambacho haujakiona. Nishajiona huko nikaambiwa kina sosi yake ni huko. So nataka kukifuata huko. Kama nini ushaanza uchokozi. Umeona nini? Na ukaambiwa kwamba sosi yake ndio ni huko. Anyway, ndugu yangu Tekla, labda maisha yako tu yamekuaje paka saa hii umefika kwenye biashara yako, ama ulizaliwa tayari ukaingia tayari kwenye biashara? Labda kuna panda shuka hivi umepitia nini, umejihusisha? Lazima nimepitia ndio nimefikia hapa. Ni gani hizo? Umekuwa mwalimu ukatoka ukarudi? Nimeanza shule Kinarani Primary. Nikatoka 2010 I think class 6. Then nikaenda shule nyingine sema Kambala. Nikamalizia kule primary. Then nikaenda high school, mambo haikuwa mazuri kwa sababu
school fees. Babangu alituacha tukiwa wadogo sana 2003. Poleni. Nilingangana kiasi hapa na pale, lakini haikuwa vizuri, nikabidi ni drop out. Drop out, nikaanza shule ya driving. Nimeanza na heavy machine ambayo ni operate machine excavator. And then nikafanya BCE. Ngoja hapo. Big machine excavator. Uko sawa? Unarusha virungu kidogo na Mwelewe Rajab. Nataka tujue bro. Mwelewe Rajab kila. Mimi najua kwamba unachokiangalia zaidi sio ile mashine ya excavator. Lakini kile kirungu, kile kijigongo vile kinavyotikiswa, na mimi nakuona tena vizuri sana. Okay. Haya, wacha tupige story na ndugu yetu Tekla hapa. So after hiyo kumaliza kuhitimu, baadaye ni kutafuta kazi nayo inakuanga ngumu by the way. By the way, mpaka uwe na connection. Nikaachana na hiyo, nikafanya kazi ya nyumba pale State House. Wakati huo rais aliyekuwa mamlakani alikuwa nani? Uhuru Muigai Kenyatta. So ukakuwa unaona tu Uhuru rais tu. Kabisa. Kwa hivyo hebu ngoja. Nazungumza na mtu ambaye kwa hivi sasa nani atachukua hizi kauli by the way. So kauli ziko. Cameraman anafanya mambo pale na simu yake. Bro kisha kama hizi kauli unazichukua. Hiyo ni kazi yake. Nasema kwamba ulikuwa State House. Ukionana ana kwa ana na rais mstaafu. Kwa hivyo hivi sasa tunazungumza kuna uwezekano kwamba anakula pension. Anyway, ni hatua mzuri sana na ni hatua kubwa sana, na matumaini kwamba watu wengi sana washakuwa na hiyo matamanio kwamba waweze kumuona rais. Ndio maana wengine unaona wanafanya vituko wakimuona kwa ukaribu. Unaelewa? Sasa maisha ilikuwa kwa vipi pale State House? Hebu tueleze pale kwa nakuwa namna gani na ulikuwa unajihusisha katika sekta gani, because tunajua State House kuna sekta tofauti. Housemaid. Wewe ni mtu wa usafi. State House. Kabisa. Kuna vitengo kama vingapi pale State House? Hatujaingia sisi State House, tukudanganyi. Lakini mimi silikuwa kwangu tu kwa usafi peke yake. Kwa hiyo au mengine alikuwa ni usumi yangu ni usafi tu peke yake. Kwa hivyo upande wa usafi ulikuwa unafanya vizuri sana. Kabisa. Contract kayo inasonga kusonga. Asante sana. Kando na hapo pengine? Kando na hapo. Hivyo tu. Asante. Tuzame kidogo halafu tukisharudi tukarudi rasmi. Kuna swali ambalo limekuwa likicirculate. Inaitwa speculation. Unaelewa? Ushasikia kitu kinaenda viral na wewe mwenyewe hata uhusiki nacho, lakini kinakuhusu. Unaelewa? So kuna swali ambalo tutakuuliza baadaye. Majamaa washaileta shida sana mpaka simu tushapigiwa. Tekla mbona? Tekla. Mimi nami nafaa. Haya sijui nini. Mwenyewe yuko hapa leo atakuwa analijibu tujue ni mimi ama ni yule ama ni huyu. Bas. So mpenzi msikilizaji, kaa kitako, dakika ni 27 tangu mwendo wa saa. Dayo Radio, reaching and empowering masses. Hapo sasa. Hapo ndo ngoma imefikia mwisho. Unazidi kukala muzo. Unakabom. Kila wakati yani uko na kakubwa yani. Boom. Dakika ni 34 zimeweza kukatika tangu mwendo wa saa 3. Tunasonga kusonga. Jamani, mnasikia joto? Niacha niwashie jiko hapa mwezi kupata kidogo kwa baridi. Tunaendelea na mahojiano yetu na mazungumzo yetu wazi kuweza kusikia tu life history ya ndugu yetu hapa Tekla Kadogo. Endapo najiuliza Tekla Kadogo amekuja vipi Dayo? Tekla Kadogo ni mmoja wa kile kinyang'anyiro tulichokiweka katika mwezi wa 3, top listeners, yule ambaye alikuwa anaganda sana katika kipindi chetu cha Dayo Breakfast, kuweza kucomment pale, kuweza kushare, kuweza kuengage na watu wengi. Na ni kati ya wale wasichana ambao
comment yake moja inaleta fujo kwa posti nzima na Facebook Na nzima. tunaona kwamba kinyang'anyiro kilikuwa na washindani wengi na wote wakiwa ni wakali. Lakini unaambiwa siku zote ukiwa tukijua kwamba palipo na washindani hapa hatuwezi kosa kuwa na mshindi Kabisa. Kina DJ Sulesh pale, kina Martinez Katulis Junior na wengi sana, kina Rumba Queen walikuwa ndani. Manuel Mkubwa naye ilikula kwake sana. Lakini uzuri ni kwamba ali accept defeat mapema sana. Kasema sawa tu, wacha kaende. Bas tumetoka pale State House sasa. Baada contract kuisha, karudi nyumbani sasa. Unajisikia kwamba wewe sasa ni kama ukolo, because kutoka State House kurudi nyumbani inakaa kidogo. Haikuwa contract imeisha, mimi mwenyewe ndo nilijitoa. Kwa sababu kulikuwa na changamoto fulani sasa mimi sikuzipenda. Hukuwezana nazo. Ukabidi terminate the contract. Changamoto. We. Haziwezi ongeleka hizo changamoto mpaka State House. Wacha tusikize changamoto za State House. Kulikuwa namna gani pale? Changamoto yenye ilikuwa pale ni ile mimi ni mwanamke na lazima wanaume bali. Tafuata so sikukubali. Walikuwa na apply kazi kivyao sasa. Akina Beka Smasher. Walikuwa wengi sana. Walikuwa wengi wenye wananitaka, so mimi sikutaka. Nikasema acha nije. Lakini si mtu si mwanamke akitongozwa anakataa ama anakubali kisha life inasonga, ama ilikuwa ni mfuatano. Wajua kuna wale wenye ukishakataa wana accept, wanachochea, kuna kule wanachochea kule kwa mabosi. So hivi na hivi Tekla amefanya hivi na hivi ili utolewe kwa kazi. So nikabidi mimi mwenyewe hayo mengi hakuyataka. Kwa afadhali tu. By the way, hiyo ni mbaya. Hiyo kwamba kuna mtu amekukosea katika njia yako ya kibinafsi. Alafu kwa vile wewe ni mkubwa unageuza statement. Sasa unajua pale ni sensitive area, State House. Unaweza ambiwa kwamba wewe unafanya kitu fulani na ukafungwa hata. Dekundi kwamba yeye mwenyewe tayari aliona na kajua hapa mimi sifai kwa hapa. Hilo ni funzo kubwa sana. Natumai wale wote ambao nasikiza ni vizuri sana. Ukiona tu danger jipe shughuli kana. Na pia ni motivation kwa sababu kuna wale ambao wanasema kwamba lazima atumike ndio iweze kufika levels zingine. Sasa yeye ni msichana ambaye anasema kwamba ni mkakamavu. Hayakuwa si rahisi sana kwa generation ya sasa. Si rahisi sana. Ukiambia kwamba njoo mimi nitapatia kazi, njoo utafanya mali fulani kidogo pale, ambao kama basi lazima hii kazi kuipata tufanye 1 2 3, lakini tunaona mzee yeye aliingia paka State House. Very big nani. Sasa swali langu ni kama watu wa State House walishindikana, itakuwa sisi raia sasa kama State House wenyewe walishindwa na kwa hapa kina DJ Suleshi hapa. Okay, Tekla, baada ya pale ni kwamba uliresign kazi na ukarudi kwamba wewe sasa ni raia wa kawaida, si ndio? Na changamoto hizi za katika nchi, vijana tunalia sana kazi. Umekuwa kuaje ndipo sasa paka saa hii? Because kutoka awamu ile paka saa hii tu uongozi ni mwingine. Vipi masuala haya ya kazi ndipo umejikabili nayo vipi? Ama ulikuwa na savings nyingi? Nilikuja nikatafuta kazi nyingine nikapata ya KEF. Pale Freetown. Nikafanya almost 1 year I think. 1 year then nikatafuta kwenda nje. Ukatafuta kwenda nje ukafanikiwa? Good. Nchi gani? Nilienda Saudi Arabia for 2 years and some month. Okay. Then nikarudi nikaenda tena Lebanon nikachapa miaka almost 3 years. Hey, Tekla, you have a very big history. In fact, successful one by the way. Because kufikia hapo, from the overview venye nakusikia, venye umeongea, wewe ni mpambanaji. Kusema ule kweli ni kati ya wale wanawake wapambanaji sana. Na hapa kama Dayo Radio, we are reaching and empowering the masses. So the masses today tunawaambia ya kwamba hapa leo kuna mwanamke mpambanaji, mwanamke ambaye amejituma sana. Kando na changamoto, because changamoto hazikosi. But from the outlook ni kwamba Tekla wewe ni mpambanaji vizuri sana, na wasichana wengi sana kina Rumba Queen kina nani wote pale akina nani yule house mpambane namna hii namna ile.
Kwa sababu ya wakati. Ndio. Kwa sababu ya wakati. Labda pengine tuzungumzie tu kidogo tu kulingana vile ambavyo unafahamu. Hii Dayo Radio ulijua vipi na ulijua wakati gani? Dayo Radio nilijua last year. Yeah, kaanza kuifuatilia pole pole. Ulijua vipi? Jamani. Ilikuja tu papa. Niliona tu Facebook, then nikabidi ni join. Okay, ukajoin vizuri. Na ni kitu gani sana hukubamba sana hapa Dayo Radio? Chenye unajiona kwa siku lazima hicho lazima niangalie. Ama kusikiza. Kitu gani? Ama ni short tu yani. Unajua show ngapi za Dayo Radio? Ni vipindi vingapi vya Dayo Radio ambavyo unavifahamu kabisa sasa? Mimi huwa nasikizia ile asubuhi. Hiyo tu sana huwa ndo nasikia. Unaganda nayo sana. So unapenda sana hapo. Kwa sababu hiyo sometimes niko free. Uko free, nasikiza pale unajiengage na watu. So far unajua kama pengine wanahabari wangapi ama watangazaji wangapi wa Dayo Radio? Kwanza wewe. Mimi ndo nani sasa? Mimi ndo nani? Mimi si Moko, mimi si. Tekla. Haya. Nataka niulize hivi. Ulipopata kile kwamba sasa tunataka kuanzisha kile kinyang'anyiro, ulijipanga vipi mpaka ukamanage kukuwa mshindi? Kwa sababu haikuwa rahisi vile unafikiri. Haikuwa rahisi. Niliona una market. By the way, you are very good in market. Very, very good. Ya, ulijipanga vipi na kuhakikisha kwamba hii achievement lazima nitaipata? Nile tu mimi kidogo ninajulikana. Kidogo tu. Si kidogo, usiseme kidogo, usiseme kidogo. Tekla hiyo na kujulikana upo. Kujulikana ni sana, si kidogo. Mtu ambaye ameingia mpaka State House, akazunguka na football huko kando na State House, pale mtandaoni huyu hata hajulikani mambo ya State House. Right? Hajulikani. Lakini vibe ni yake tu binafsi. Watu tu wanajigonga hapo. Si kama sisi. Wewe kidogo kikanyaga mahali fulani pale, kila mmoja basi akajua kwamba mimi niko mahali fulani sana nini. So kuna swali nataka niulize, lakini nitalikujia baadaye. Lakini turudi pale nje. Ambao unasema kwamba ulienda kule kumaliza muda wote kama ukarudi. Je, maisha ya kule tumekuwa na panda shuka nyingi. Kuna habari tumeshaangazia kule nje ya kwamba kuna dhulma hapa na pale za wanaofanya kazi kule nje. Je, wewe kama msichana ambaye umepiga contract, umemaliza, umesign zingine umemaliza, vipi yani huwa una manage vipi kuhakikisha kwamba visa kama vile hukumbani navyo? Kwanza inafaa ukiwa kule ni ujue umetoka huko umeenda kule kufanya nini. Ndio. Kwa sababu kuna watu wengine wakishatakiwa na wale watoto wa bosi ama bosi au ulegeza. Nafaa uwe mkali. Kwa sababu nilivyokuwa Saudia, nyumba ilikuwa na wanaume 7. Kare. Maye. Wanaume 7, wakazi walikuwa 2 alafu na msichana mmoja. Uzuri wale walikuwa si wale watu wenye wanapenda. Walikuwa wananipenda kama sister yao, lakini huyu mzee sasa. Mzee mwenye nyumba. Huyu bosi mwenyewe sasa. Mzee. Hata huyu alikuwa hata si mwenye ananilipa. Watoto wake. Lakini mzee ilikuwa shida kidogo. Sababu mimi niliamka 6. Yeye pia alikuwa akiamka kwa sababu kuna watoto ule second wife anafaa apeleke shule. Na kule sana watu hulala the whole day. Wanalala mchana. Yaani mchana ndo kama usiku wao, alafu usiku ndo mchana. Vice versa. Okay. Kwa hivyo panda shuka hukua nyingi kule. Ni kweli kwamba changamoto hukua nyingi na za kazi. By the way, changamoto za kazi ziko mara nyingi sana. Ziko kila mahali. Ndapo kuna kisa chochote labda unafikiria hiki kilikuwa kizito kidogo? Hapana. Uko sawa. Asante. Kwa hivyo hiyo ni vizuri sana. Nikiangalia mtandaoni tayari kumewaka. Maswali ni mengi kuliko majibu. Naangalia watu wengi sana wameweza kutiriri. Wacha niangalie tu nani yuko na sisi. Rumba Queen, Grace Mazia, Lins Odero, Presenter Elijah, Taka Johnny, Arnold Mzaze, Marion Tatu, Official Mwaringa, Gabi K.E, Margaret, Rajab Mwambire, Yasir Alfat, Paul PK Musioki, Martinez na kuona Navel William Jr, Priscilla Gonzi, Osies Warabai, Karisa Mwanaidi, Wrong Turn, Komba Bora, Sadiko Majengo, DJ Sule Suleish,
Asanteni sana wale ambao munafuatilizia. Katika upande wa comment section pia naona official Maringa pale anauliza swali. Anasema kwamba nauliza, najua hilo swali letu liko hapa. Liko hapo pia. Itabidi kulingana vile ambavyo iko, itabidi pia akaweze kuulia zaidi. Official Maringa anauliza ana mtu huyu Tekla Kadogo ama yuko peke yake? Haya, tuanze pale. Niko single. Makofi. Makofi. Single and searching, single Single kimoyo. Single kimoyo tena. Ama unajaribu kumaanisha nini ukisema uko single kimoyo? Ama uko soko? Siko soko. Ngo ile stage ya Kongoea. Ama nile kwamba nimolewa lakini sio vile. Okay, labda hapo kwa because ni swali ambalo limetusumbua sana. So halezi jibu tayari niko single na iliishe hivyo. Hapana. Kuna vitu lazima tusikie kidogo ndani ya maji. Umbea na udaku. Kwa sababu unajua tukitoka hapa hata kesho kutwa. Unaelewa? Unajua utajipanga vipi? Utajipanga vipi na maswali hayo? So Tekla yako single, si ndio? Hayuko single Tekla. Kimoyo. Labda kuna mtu ashakuwa naye, labda hata kama ni majaliwa. Mimi niko hapa na niko na watoto 5. Haina shida. Unaelewa? Sijui wewe ndugu yangu. Niko na 6 nafikiri. Sawa. Niko na mtu jamani, tena mkileta shwi mtapigwa. Asante. Haya. Sasa mimi nishamaliza. Ukileta shwi utapigwa? Asante. Unaona kamera zishaka. Unaona, asante sana. Kama ushakuwa wazi hapo na sisi nasi tutakuwa hapo ku defend. Hatutaki watu wapigwe shwi. Tukiona kina nini hapa wanaleta nyokonyoko anambia wewe shauri yako. DJ Sulesh anasema kwamba State House kuna mambo wasi. Mstarabu The Chonyin Boy pale namuona anasema kwamba mimi namuuliza mbona Tekla Kadogo hataki kuingia kwenye 18 zangu. Mstarabu The Chonyin Boy rafiki yako sana katika mtandao sana. Liza hataki kuingia 18 zake. Ni kulikoni amejana anangangana sana nini? Anapambana. Ngangane. Asante. Martin Hey anasema kwamba anaenjoy kusikiliza show yetu ya siku ya leo. Nahodha Adam Swafi nasema kwamba tototo wa baba Nawani Harrison wanabe huyu sasa na yake hawa ni kuwa sasa kutumia kwani sisi tulikuwa na shida gani? Osesa Rabai anasema hiyo next niwe kwenye kinyang'anyiro na mimi. Asante sana, tutakuwa tunakitangaza kwa muda usiokuwa mrefu. Priscilla Gonza anasema congratulations sana. Official Mwaringa anasema good morning na pia vile vile ameweka emoji pale ya kucheka. Martinez Kalito Junior pale anasema akuje hapa ni mpeza soda. Uliza kama ako single, mimi ameko single kama mimi. Jamani. Alete za soda mwanzo mambo. Wengine tutaongea. Lecturer J anasema kwamba niko ndani mapema nikiwa Mwanamwinga. Swali langu Tekla Kadogo ni ananiletea nini kutoka Dayo Radio? Mimi kama babaki. Anasema kama kwa Mwanamwinga. Mwanamwinga. Utampelekea nini kutoka Dayo Radio? Sasa sijui tutamjibu. Tutamtana pale maana yake babako mwenyewe anasema kama babaki. Ambedo already tunawapenda sana. Asante. Hiyo ni ujumbe umeenda shule. Matano Dete anasema location aweze kupiniwa location ya Dayo, tutakuwa tunakupinia hapo. Mtopanga. It's Janet anasema congratulations once again to her, zidi kusikiza Dayo Radio ndio nyumbani. Asante sana. Marion Tatu anasema congratulations to wife yangu. Uko na watu wahuni. Priscilla Gonza anasema pamoja. Sadiko wa Majengo anasema kwamba ama ni swali anauliza kwani mimi siwezi kuwa mpango wa kando. Asalala. Nikuuliza tu anauliza. Mwanaume anaruhusiwa lakini mwanamke haziruhusiwa kudeti mwanaume zaidi ya mmoja. Umesikia maneno? Kwa hivyo irudiwe. Akikosea ukimwambia unisamee. Nataka irudiwe hiyo. Ni muhimu sana. Twende zetu. Nasema kwamba
Mwanaume anaruhusiwa kudeti mwanamke zaidi ya mmoja, lakini mwanamke hairuhusiwi. Inakuwa ngumu. Jamani, Amen. warembo wetu. Hallelujah. Umesikia ujumbe huo ambao umeenda shule ukasoma ukahitimu? Na bwana yako akikosea akikwambia msame ni kawaida. Haya. Emmanuel Mkubwa anasema hongera sana dadangu kwa kuweza kunyakulia zawadi. Gabi K anasema aendelee kusikiza na kusupport Dio Radio, Dio Breakfast. Asante sana. Pia vile vile Jackson Kahindi anasema pamoja sana. Osese Rabaya anasema hongera sana kwake. DJ Sulesh anasema niko hapa gate, akitoka niko naye na mgoja. Asante. Abelo K anasema congratulations to her. Nimalizie pale na baba mfalme K anasema mwambie Tekla Kadogo nampenda sana. Kutoka kwa technical department nasemekana kwamba sauti ya kimtoto wa kike mrembo anasemekana kwamba kuna vile chini kidogo, siogope microphone. Just feel free hapa nyumbani. Asante. Dio Radio sisi sote tunapenda watu, tunapenda vijana wenzetu, maana pia sisi nasi ni vijana. Okay, so Tekla, tumezungumza mambo yako ya nje, umerudi tena nchini. Labda una mpango wa kurudi tena? Inshallah. Bila kuchelewa. Na ndio tusubiralishe bro. Kuna watu wengi sana. Ngoja nikuulize ile swali la kizushi. Wanawake ambao mko kule nje, mmejaliwa kwenda kule nje, inasemekana sana kwamba huku nje mpate watu mnawaamini sana, mnaekeza sana nao, alafu mkirudi baada contract kwamba imeisha, mkirudi mnapata vimbwanga huko. Kama ni nyumba ilikuwa imepigwa picha katumiwa, nyumba hakuna. Mimi namnyonga. Okay, kando na hapo, yani huo unajimanage vipi ili kuhakikisha kwamba hizo vitu kama hizo hazikutokei, kwamba unajutia? Kuna watu washaletwa songomiko paka na wazazi wao. Ndio. Na watu wao wa karibu, lakini sasa umetuma pesa umehifadhiwa, hakuna. Umejipanga pangaje? Mimi pesa yangu afadhali mtumie mamangu wale. Najua lazima pia yeye lazima atanilaumu. Kwa sababu familia hakuwezi kukosa maneno. Okay. Tekla. Naam. Naomba utaniwie radhi, lakini ni swali ambalo huwa linakanganya watu wengi sana. Katika utafiti wapa na pale imekuja ikabainika kwamba wasichana wengi ama wadada wengi wanaoenda nchi za nje kutafuta riziki sana sana wakisharudi huwa ni rahisi sana kuvunja ndoa zao ama kuvunja mahusiano yao. Labda pengine hili tatizo. Kuna simu hapa inaingia kabla tuendelee. Simu muhimu sana. Bahati mbaya. Okay. Hello Dio Radio. Vipi jamaa hapo mjengoni? Salama sana. Mambo vipi? Tunaongea na nani? Unaongea na Mwaringa kutoka Kinarani. Official Mwaringa. Kare, ushaona afadhali upige na simu. Niliwaambia jana leo lazima ningepiga. Au sio? Hiyo ni vizuri sana. Tuko naye hapa Tekla Kadogo, tuko na Harrison Kazungu na mimi mwenyewe Rajab Waziri. Mambo vipi? Mimi niko fresh tu. Labda Tekla hapo. Tekla. Sawa, pia mimi niko poa, nashukuru Allah. Congratulations kwa kuwin. Haikuwa rahisi lakini naona uling'ang'ana. Wewe ulikuwa kampeni mkubwa sana wake. Wewe ulikuwa unampigia kampeni sana. Wewe ni best yangu sana. Lazima angewin. Fan base yake ni kubwa. Hapo kwa fan base mazee tunashukuru sana. Ako vizuri sana. Hapo wapi nimeshukuru. Safi, tutakuwa tunatangaza kipute kingine hivi karibuni, alafu tutakuwa tunaangalia kampeni inaendaje kule nje. Sawa, tuko pamoja leo rezo. Asante sana ndugu yangu Official Mwaringa. Hivi sasa tuvuzungumza. Naam. Bloggers wameanza kuchukua kauli za Tekla Kadogo. Wacha achukue. Kwamba Tekla Kadogo ile ya wanaume anaruhusiwa kudate. Asante. Basi time imeweza kusonga sana. Na naona simu nyingine hapa pia inaweza kuingia jamani. Itakuwa kazi. Hello Dio Radio. Safi sana, mambo namna gani? Pardon? DJ Sulesh, niambie.
Tuko naye mtoto mrembo hapa Tekla Kadogo. Unaweza msalimia? Namuona mrembo ni aje? Poa. Sisi au zilipeleka vipi? Naam? Sisi au zilipeleka vipi? Sikusikii. Anasema kwamba State House ilikupeleka namna gani? Huyo ameganda pale kwa State House. Jamani. Anapenda sana. Si nimeshaongelelea. Ilikupeleka vipi? Ilikupeleka vipi? Ilinipeleka sawa, lakini kulikuwa na changamoto za hapa na pale. Unajua hiyo. Hiyo ni kawaida. Ninakupongezi na tuendelee kuzidi kusikiliza Dayo Radio. Asante. DJ Sule. Yo. Na ununue simu bro. Mazee niko kwa geti la jeshewa hapa. Hatukupi mrembo hivi mwanangu. La jeshewa. Usijali ndugu yangu. Pamoja sana DJ Sule Suleishi. Pamoja. Asante. Safi. Haya, huyo ni DJ Sule Suleishi pale ameweza kuliwasha pale. Jamani, nataka tuchukue fursa hii mimi binafsi kukushukuru sana Tekla Kadogo kwa kuweza kufika katika studio zetu na kuweza kujiengage na Dayo Radio kila siku, kila msimu, kila wasaa, na tunakubali sana fanbase yako. Na tunakuomba uweze kuambia wasikize Dayo Radio. Kuna mazuri mengi sana yanakuja hivi karibuni na watakuwa wa kwanza kuweza kunufaika. Sina la ziada. Labda pengine tukimalizia neno lako la hitimisho ni gani, ama pengine kuna ujumbe gani kwa vijana wenzako ama kwa vijana wenzetu ambao wanatusikiliza hivi sasa tunavyozungumza, na pia hasa kwa wanadada kule nje? Tujitahidi kwa sababu maisha sasa hii imekuwa ngumu sana. Kwa hivyo tujitahidi, maisha yamekuwa magumu sana. A very important comment pale. Nimependa sana. Mwanadada yoyote mwenye anataka kuingia kwa ndoa ama mwenye ameolewa asimwachie majukumu mwanaume peke yake. Pia yeye kisha anajikakamua, anatapatapa. Mimi nasema kwamba imekaa vizuri. Kufikia hapo sina la ziada, lakini kukuacha mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Na pia usikilizaji mwema wa vipindi vilivyosalia, na kama pengine nimekukwaza kwa njia moja ama nyingine, tunasema kwamba ulimi hauna mfupa, zote huwa unateleza. Nimekuwa kwa mwaminifu Harrison Kazungu, kipenda kijana mtanashati asiyependa ugomvi na mtu. Tupatane kesho panapo majaliwa kwenye Rome Ramizi Fusumurire Kimizi Chenda.